Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tukunena tu kidogo juu ya imani. Messi Yesu. Nataka kunena kidogo juu ya imani. Juu ya nini? Imani. Imani ni nini? Messi Yesu. Imani ni nini? Imani ni kuamini kitu ile ambao unatarajia ambao bado haijakuwa. Imani kama sisi tunaamini ya kwamba kwa neno la Mungu ndio mbingu na dunia iliumbwa. Ni kwa neno la Mungu. Sasa Mungu aliposema iwe jua ikakuwa, iwe mwezi ikakuwa. Messi Yesu. Iwe bahari ikakuwa. Kwa hivyo tuko na imani ya kwamba neno la Mungu yani mbingu na dunia iliumbwa kwa neno la Mungu. Messi singara yanga inaishu. Kwa hivyo imani ni kile kitu ambao tunatarajia ambao bado hatuna, na tunatarajia ya kwamba ama tunaamini ya kwamba tutakuwa nayo wakati moja. Kama vile tunaamini ya kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu, kisha baadaye akamuumba Eva kupitia kwa bafu ya Adamu ili awe msaidizi wa yule mwanaume. Na kwa imani naamini ya kwamba kwa imani tutafika mbinguni, na kwa imani tutamuona Yesu. Kwa sababu wakati ambao Abrahamu alipoambiwa amtoe mtoto wake kama dhabihu, aliamini ya kwamba Mungu ambaye amemwambia hivyo ako na uwezo ya kumfufua hata Isaka kutoka kwa wafu. Kwa hivyo hakuona ugumu kumtoa Isaka, kwa sababu alikuwa na moyo wa kumtii Mungu, na moyo wa kumheshimu Mungu, na moyo wa kumpenda Mungu, na moyo wa kuamua kukaa na Mungu. Kwa hivyo kwa imani aliamini ya kwamba Mungu anaweza akamfufua. Kwa sababu Mungu alimjaribu Abrahamu kujaribu imani yake. Naye Mungu akaona ya kwamba imani ya Ibrahimu ni imani ya ukweli. Imani ngurukoto. Kwa hivyo hata sisi tukiwa na imani tutamuona Mungu. Tukiwa na imani tutamjua Mungu. Tukiwa na imani tutakuwa tunaamini kila kitu. Messi Yesu. Amen. Imani. Tukiwa na imani ndio tutakuwa wana wa Mungu. Messi Yesu. Kwa sababu tukiwa na imani tutakuwa na Roho Mtakatifu. Kama tukiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, tuko na imani. Maana kama Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unaamini ya kwamba Mungu yuko. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hata ukimwambia Mungu leo hii hatuna sukari na tunataka leo sukari kwa nyumba yetu, Mungu anakupatia kwa sababu uko na Roho wake Mtakatifu mwenye imani ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiwa na imani, hata ukiongea kimoyo moyo, uombe Mungu na hakuna mtu yote anasikia, Mungu anatenda. Kwa sababu wewe ni mtoto wa imani. Wewe ni mtoto ambao uko na imani. Kwa hivyo ukiwa na imani, Mungu ako na wewe. Imani. Kwa sababu hata wale ambao wanaingia mbinguni ni wale ambao wako na imani ndio wataingia mbinguni. Lakini wale ambao hawana imani hawataingia, watakosa mbinguni. Kwa sababu akijaribu kuenda, Yesu anawaambia siwajui. Siwajui kwa nini? Kwa sababu hawakukuwa na imani, ndio sababu Yesu hawajui. Kwa hivyo ukiwa na imani, Yesu anakujua. Na kama umeokoka kweli kweli, Yesu anajua ya kwamba umeokoka. Messi Yesu. Amen. Kwa hivyo tukiwa na imani, tutatembea kwa mwanga. Tukiwa na imani, tutatembea pamoja na Mungu. Tukiwa na imani ya kutosha ya Mungu, hata dhambi tunachukia. Hatuwezi kufanya dhambi. Lakini kama hatuna imani,
tunajipaka kila aina ya dhambi kama hatuna imani. Na kila dhambi tunaweza kufanya kama hatuna imani. Kila dhambi tunaweza fanya, kila dhambi tunaweza kufanya kama hatuna imani. Na ndiyo kitu ndio naona watu wengi hawaamini neno la Mungu, maana hawana imani. Yes. Ile wakati watu wanaenda kanisani au wanaenda shughuli zao, hiyo ni dhambi. Wakati watu wanaenda kanisani, wewe unaenda shughuli yako. Wakati watu wanaenda kanisani, wewe unaenda kwa baa. Wakati watu wanaenda kanisani, mwingine anaenda mahali nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukore ngurukoto inastahili sana. Mecha kwa hadi unanisumbua sasa. Messi Yesu. Naku